Hizi ni habari za CTM kisonewa na Ishada Kimtai na mwenzake Samuel Kaush. Kwa habari zina zingine bonyeza 336 au unaweza kutafuta katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube, yote ni @CTM. Na popote ulipo, hujambo na karibu katika habari zetu za CTM. Leo ikiwa ni Jumaa ya tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tuna mengi tuliokuandalia, lakini kwanza hayo tupate vidokezo. Sifa za mwalimu mkuu, uongozi bora shule na vibwende. Wacha tupate taarifa kamili. Uongozi bora umeushuhudiwa katika shule ya Mtakatifu Columban, jinsi anavyotueleza mwanahabari wetu Morris Mapesa. Na shule ya Mtakatifu Columban, hapa anamzungumzia Malcolm Mwekesa, mwalimu mkuu, ameweza kuwapongeza kwa kazi nzuri wanayofanya muda uliopita. Hapo majuzi akizungumza na wanahabari moja kwa moja akisema ya kwamba ameweza kufanya kazi inavyostahili, hata wengi ambao wanamkashifu yote 9 ila 10 wengi ambao wanazidi kumkashifu, anasema ya kwamba anaomba radhi, lakini kazi lazima ifanywe. Nikiripotia runinga ya CTM, jina langu ni Morris Mapesa. Na kwingineko, mwanahabari wetu Nicholas Buayo na Brian Onyango wameweza kutuandalia makala ya sifa ya mwalimu mkuu wa shule ya Mtakatifu Columban. Ni shujaa wa Columban, na kuwa shujaa si kuwa shujaa wa vita, bali kuwa shujaa kwa mambo utakayoyafanya na kubaki mioyoni mwa wengi wakikumbuka kwa mazuri yako. Mwalimu mkuu wa shule ya Mtakatifu Columban, Bwana Laban Kamau, ni mwalimu anaenziwa na waja wote shuleni Mtakatifu Columban. Sio tu kwa kuyaendeleza yaliyobakia njiani, bali kuanzisha misingi mingine mipya na kuingarisha shule ya Mtakatifu Columban. Wanafunzi, walimu, wazazi na wafanyikazi wote wa shule wanamstahi kutokana na hulka yake ya uadilifu katika uongozi wake. Bwana Laban Kamau ni kigezo na mfano mzuri kwa walimu wakuu wa shule zingine, si katika elimu tu, bali pia kuleta maendeleo katika shule zao. Bwana Laban Kamau ni muungwana na mwenye moyo uliojaa ukarimu, upendo, upole na wema kwa kila mmoja anayekutana naye. Wanaume anafaa ajue majukumu, ajue kupika na pia ajue kutafuta pesa na awe msafi. Yeye huamini falsafa ya wahenga kuwa tenda wema nenda zako, kimtambulisha mwalimu mkuu bora nchini. Bwana Laban Kamau. Jina langu ni Brian Onyango na mimi ni Nicholas Buayo. Wacha tupate vimbwende na JJ na Faith. Kweli ni kwamba asiyesikia la askari mwishowe hunywa tia gazi. Naam, katika taifa kuu la Kipsongo linalopatikana Ujerumani kuelekea Matisi pale mpakani wa Lessos na Abuja, mzee mmoja alipatikana katika hoteli kubwa ya Kipsongo katika chumba cha kuhifadhi maembe, machungwa na vyote vya jikoni. Katika chumba kile alikuwa ameketi kwenye kona moja. Hii ni baada yake kuona mnyama mkubwa mwenye misuli mithili ya viazi anayetambulika sana na jina lake mende. Nikiripotia runinga ya CTM, jina langu ni Faith Wangari. Namkaribisha mwenzangu JJ kwa mengi. Siku hizi nikiamuka kidogo hivi nianze kufikiria maisha yangu ya baadaye, uzingizi inanitoka. Ukiwa maskini, hata ukipanda dania inamea kama bangi ili ukamatwe. Unaniambia ati sitoshi mboga, nani alikwambia upike ugali kubwa? Ukitaka kujua nguvu ya mtu, sukuma mlango ya choo akiwa ndani. Dalili nyingine ya umaskini ni kuulizwa unakunywa soda gani, unasema yeyote. Usifikiri kwa harusi yangu utakula mara 2, unanyolewa kipara ndio upate chakula. Badala mtu akwambie umerudia nguo, anakuambia nimeona shati tu nikajua ni wewe. Baada ya kutoka
ukifika kwenye chumba cha mtihani, alafu uwasikie wenzako wakijadili swali la kwanza ilikuwa 1.5, mwingine aseme ilikuwa 1.2, wakati wewe ulijaza Mau Mau Movement. Nikiripotia runinga ya CTM kutoka kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni JJ. Siku zote wanasema kumpa mpe kupeaye, kumpa si kupa ni kutupa. Kwingineko ni jifunze kuwa na furaha na kile ulichonacho wakati unakifukuzia kile unachokitaka. Na kufikia hapo hatuna la ziada, ila ni kuhitimisha habari zetu za CTM. Nimekuwa msomaji wako Shadrack Kimtai nikiwa na mwenzangu Samuel Kaush.